Kundi kubwa ambalo linaathirika na ugonjwa wa kaswende ni kuanzia umri wale ambao tayari wana uwezo wa kufanya jaribio la kufanya ngono hadi watu wazima, kwa sababu ngono haichagui kusema huyu ni umri mdogo au umri mkubwa. Ni yule tu ambaye ameshajitambua kwa anaweza kufanya tendo la ngono hilo, basi ana uwezo wa kupata maambukizi ya ugonjwa wa kaswende. Na ukubwa wa tatizo ni kwamba takwimu za mwezi Januari mpaka Oktoba inaonyesha wagonjwa nje na ndani walioathirika na ugonjwa wa kaswende ni 613, na akina mama wajawazito walioenda kuanza kliniki walikuwa ni 155. Kwa hiyo inaonyesha tatizo ni kubwa, kwa sababu ni hiyo miezi 10 tu inaonyesha data hizo. Bado hatujapata data za mwezi Novemba na Disemba. Kwa hiyo tatizo ni kubwa. Kwa tatizo hilo shida ni nini? Shida ni kwamba watu wanafanya ngono zembe. Hawawi waaminifu. Kama ni mwanandoa basi hau muaminifu kwa mwenza wake, anatoka nje ya ndoa. Na kwa wale ambao wako nje ya ndoa, ina maana sio waaminifu pia, wanakuwa na wapenzi zaidi ya mmoja na hawatumii kinga, wanafanya ngono zembe, yani hawatumii kondom. Ndio maana maambukizi yanakuwa ni makubwa. Kaswende ni ugonjwa wa ngono au ugonjwa wa zinaa ambao unasababishwa na mdudu bakteria aina ya Spirochetes ambaye anaitwa Treponema pallidum. Mdudu huyu anaeneza ugonjwa kwa njia ya kujamiana, yani kwa njia ya ngono zembe, kutoka kwa mtu aliye na ugonjwa aliyeambukizwa kaswende na kwenda kwa mtu mwingine. Ugonjwa huu unaonyesha dalili ni ndani ya siku 10 mpaka siku 14 tangu mgonjwa alipopata maambukizi, na dalili zake zimegawanyika katika hatua 3. Hatua ya kwanza, mgonjwa anaweza akawa na dalili ya kupatwa na kakidonda kadogo sehemu za siri. Kanaweza kakaa kamoja au viwili pande zote maeneo ya eneo la sehemu za siri. Kidonda hicho kinakuwa hakina maumivu yoyote. Baada hapo kinaweza kikapotea chenyewe bila matibabu yoyote, na pia anaweza kapata dalili za mafua, zitapotea zenyewe bila matibabu yoyote. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, hiyo ni hatua ambayo ni yenye matatizo makubwa. Kwa hiyo mgonjwa anaweza kaja hospitali akiwa ana dalili za kuumwa, maumivu ya kichwa, homa, maumivu ya viungo, misuli, anaweza kuchanganyikiwa, wengine nywele kunyonyoka, tunaita alopecia kitaalamu. Kama ni wajawazito, anaweza kuwa na dalili za kuharibikiwa mimba kila wakati, kuzaa mtoto kabla ya wakati, njiti, au kujifungua watoto ambao wamekufa. Anaweza kawa amekufa lakini anakuwa amechubuka kama mwagiwa maji ya moto. Unaweza kuzaa mtoto ambaye ni mlemavu wa viungo, au kuzaa mtoto ambaye hatua zake za ukuaji zinaenda kwa kuchelewa. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.